namna ya kufanikiwa kupitia zawadi ya muda. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu alinipa kuelewa kuhusiana na umuhimu wa muda kimaandiko na namna ambavyo kuna muunganiko wa mafanikio ya mtu na uwezo wa kutawala muda, kumanage muda. Bwana asifiwe sana. Na unajua Mungu alipomuumba mwanadamu, kabla hajamuumba mwanadamu duniani, alimtengenezea mazingira ili mwanadamu atakapokuja duniani akute mazingira yako tayari ambayo yatamwezesha kufanikiwa. Bwana asifiwe sana. Na kati ya mazingira ambayo yalikuwepo kabla ya mwanadamu kuwepo ni mazingira ya muda. Muda ulikuwepo kabla ya mwanadamu kuwepo duniani. Ulianza ukatengenezwa muda, ndipo akaja akaumbwa mtu. Kwa maana yake mwanadamu anatakiwa ajiposition kwenye muda ili afanikiwe. Kila anachokifanya akiingize ndani ya muda ili aweze kufanikiwa. Vinginevyo akijaribu kupingana na muda hawezi kufanikiwa. Kwenye eneo lolote la huduma, eneo la biashara, kazi, chochote, hauwezi kukwepa haya mazingira ya muda kama ninataka kufanikiwa. Amen. Na kuna vitu ambavyo Mungu alinisaidia nikaviona kwenye neno la Mungu, na kwa muda ambao tutaupata nitazungumza baadhi. Najua siwezi kumaliza vyote, lakini vingine vyote nimeviweka kwenye maandishi ili iwe rahisi kwa mtu ambaye atataka. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwanzo sura ya 1, kwa tunajifunza namna ya kufanikiwa kupitia zawadi ya muda. Mwanzo sura ya 1 mstari wa 3 mpaka wa 5, alafu nitasoma mstari wa 14 mpaka wa 19, alafu nitasoma na mstari kadhaa mbele. Mwanzo sura ya 1 mstari wa 3. Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Mungu ukianzia ile mstari wa 1 asema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa ukiwa. Kwa kuna kitu kilitokea, kwa sababu Mungu hawezi kuumba kitu ambacho hakiko kamili. Mungu ni mkamilifu, akiumba anaumba kwa ukamilifu. Kwa alipoziumba mbingu na nchi zilikuwa na ukamilifu. Kuna kitu kikatokea, ndipo mstari wa 2 unaanza, nayo nchi ilikuwa ukiwa. Ukiwa ni kama vile mahali ambapo vita imepita, nyumba yamebomoka, ndio mahali panaitwa ukiwa. Kwa maana yake kulikuwa na kitu, alafu kuna jambo likatokea kusababisha ukiwa, utupu, alafu Biblia inasema giza likawa juu, alafu na maji yakawa juu ya dunia yote. Sasa mstari wa 3 Biblia inasema Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Mungu akaona nuru ya kuwa ni njema. Mungu akatenga nuru na giza. Mungu akatenga nuru na giza. Sasa watu wengi tunafikiri tumekuwa tunafikiri nuru ni matokeo ya jua na giza ni matokeo ya jua kutokuwepo. Lakini haya maandiko yanasema nuru ni kitu kingine na jua ni kitu kingine, kwa sababu unaiona nuru kabla ya uumbaji wa jua. Bwana Yesu asifiwe sana. Na unaliona giza kabla ya uwepo wa jua na mwezi. Biblia inasema Mungu akasema, akatenga nuru na giza. Mungu akaita nuru mchana, kwa mchana sio kwa sababu ya jua, na giza akaliita usiku. Ikawa jioni, ikawa asubuhi. Ukiendelea kusoma maandiko, mstari wa 14 ndio unaona anaanza kuumba mianga. Anasema Mungu akasema na iwe mianga katika anga la mbingu, ikatenge mchana na usiku. Kwa hiyo unaona tayari kuna nuru na giza, alafu kuna mianga ambayo inakuja kwa ajili ya kutenga mchana na usiku, ambao tayari upo. Sio kwamba haukuwepo, ulikuwepo kabla ya jua na mwezi. Bwana Yesu asifiwe sana.
Kwa unaona hapa kuna lugha ambayo inazungumzwa ambayo ni zaidi ya huu mchana tunauona na ni zaidi ya hii usiku tunauona. Kuna lugha inazungumzwa ambayo ni zaidi ya giza tunaloliona kwa macho. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Anasema hiyo mianga itenge mchana ambao tayari upo, ila itenganishe mchana na usiku. Alafu kingine anasema nayo iwe dalili ya kuonyesha majira. Iwe dalili. Unajua dalili ni kama kibao, ni kama sign, kwamba sio yenyewe ndio kitu kinachotakiwa, lakini ukitazama vizuri kuna mahali inakupeleka. Kwa hiyo ni kama kibao kinaonyesha pale kuna kanisa. Maanake hiki kibao ndio dalili, ndio ishara inayotuonyesha kuna uelekeo tunatakiwa kwenda. Kwa hatutakiwi kuishia kwenye kibao, tunatakiwa tufuate kibao kinakoelekeza. Sasa anasema ni dalili ya kuonyesha kitu kinaitwa majira. Kwa unaanza kuona vitu vitatu hapa ambavyo vilikuwepo kabla ya hivi ambavyo tunafikiri ndio vinasababisha. Unaona mchana, unaona nuru na giza vilikuwepo. Alafu unaona mchana na usiku vilikuwepo. Alafu unaona majira yalikuwepo. Alafu Mungu anatuletea vitu vya kimwili sasa ambavyo ndio mwezi na jua, kwa lengo la kutusaidia tuvione hivi vya kiroho ambavyo vipo tayari. Ninaeleweka vizuri? Kwa anasema iwe ndio dalili ya kuonyesha majira, siku na miaka. Tena iwe ndio mianga katika anga la mbingu, itie nuru juu ya nchi. Kwa hiyo ni sababu sasa ya kimwili, itie nuru juu ya nchi, lakini nuru tayari ilikuwepo. Alafu anasema itie nuru juu ya nchi, ikawa hivyo. Mungu akaumba mianga miwili mikubwa, mkubwa utawale mchana na ule mdogo utawale usiku. Mungu akafanya nyota na vitu vingine. Anasema, Biblia inasema Mungu akaweka katika anga la mbingu itie nuru juu ya nchi na kutawala mchana na usiku. Kwa hiyo kutokea kwenye maandiko haya unaona kuna vitu kadhaa vilikuwepo kabla ya jua, mwezi. Unaona kuna nuru ilikuwepo, kuna giza lilikuwepo, kuna mchana ulikuwepo, kuna usiku ulikuwepo, kuna majira yalikuwepo. Alafu unaona mianga mikubwa ambayo kazi yake ni kutenga mchana na usiku, lakini kazi yake pia ni kutusaidia kuweka dalili ya majira, siku na miaka. Kwa kimsingi kazi ya mianga ni kutusaidia kwenye muda, kujua muda. Lakini huu muda kuna mahali unatuelekeza. Kuna vitu ambavyo tunapaswa kuviona zaidi tu ya ule muda wa masaa 24, jua limewaka, kumekuchwa, siku imeisha. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini unaona pia kazi ya hii mianga ni kuweka nuru. Kuweka nuru kwa maana ya mwanga. Lakini pia unaona kazi ya hii mianga ni kutusaidia kujua kitu kinaitwa utawala wa muda. Kwa sababu anasema itawale. Lengo ya hiyo mianga ili itawale. Kwa kuna kitu kinaitwa utawala wa muda. Utawala wa muda, utawala wa majira, utawala wa mchana, utawala wa usiku, ambao tunapaswa kujua ili kuweza kufaidika na zawadi ya muda. Haya yote niliyosema yameumbwa kabla ya mwanadamu kuwepo. Maana yake mwanadamu anayahitaji ili aweze kufanikiwa huku duniani. Amen. Kwa sababu mstari wa 26 ndio unaona Mungu anazungumzia kumuumba mtu. Alafu mstari wa 31 unaona maandiko yanasema, na unaona sasa Mungu anazungumzia kumuumba mtu kama mtawala, wakati tayari ameshaweka majira, ameshaweka muda kama eneo la utawala. Kwa sababu anasema jua na mwezi kwa kusudi la kiutawala. Alafu mwanadamu naye anaumbwa kutawala. Maanake huyu mwanadamu ili aweze kutawala maisha lazima ajue utawala wa muda. Kwa sababu amewekwa ndani ya muda, sio nje ya muda. Hakuna mtu yuko nje ya muda, yuko juu ya muda. Wote tuko ndani
ya muda. Mungu hayuko ndani ya muda. Mungu yuko nje ya muda. Kwa atawaliwi na muda. Lakini mwanadamu yeyote yuko ndani ya muda. Ndio maana hakuna kitu unaweza kukifanya nje ya muda. Hakuna. Kama tuko duniani, dunia yote inatawaliwa na muda. Kila kitu duniani kiko ndani ya muda. Kwa na sisi tumewekwa ndani ya, kwa sababu uliumbwa muda tukaingizwa. Tumeingizwa kama watawala, lakini huu utawala wetu tulionao pia una connection na muda. Ndio maana usipogundua muda wako wa kuishi ukaondoka, hautafanya chochote duniani. Japo ulikuja kama mtawala. Kwa hata kusudi la mtu liko ndani ya muda. Liko ndani ya muda. Ndio maana kuna mtu mmoja anasema kama kuna utajiri mkubwa huko makaburini. Kwa sababu kuna watu muda wao wa kuishi umeisha na hawajatumia chochote walichowekewa ndani yao. Kila tulichonacho kina limit ya muda. Kwa hiyo ni kujitoa akili na kujisaulisha kufikiri kwamba maisha yataendelea tu. Maisha ya mtu yamefungwa ndani ya muda. Yamefungwa ndani ya muda. Kuna muda ukipita na maisha yamepita. Bwana Yesu asifiwe sana. Na vile vile mafanikio ya mtu yana muunganiko na muda. Kwa hiyo kutokea kwenye hayo maandiko na utangulizi ndio uweka, unagundua kwamba muda ni zawadi aliyotupatia Mungu ili tuweze kufanikiwa. Muda ni zawadi aliyotupa Mungu ili tuweze kufanikiwa. Ili tuweze kufanikiwa. Na unaona kutokea kwenye hayo maandiko unagundua kuna kitu kinaitwa utawala wa maisha kupitia utawala wa muda. Mtu yoyote ambaye hawezi kutawala muda, hawezi kutawala maisha. Mtu yoyote ambaye hawezi kutawala muda wake wa kuishi, hawezi kutawala maisha yake. Na unagundua pia muda ni sarafu ambayo Mungu ametupatia ya kununulia mafanikio. Sarafu ni kama hela, ni kama pesa. Muda ni pesa. Kwa mfano, unaweza ukawa una chakula, lakini ukiwa na shilingi 10,000 una uhakika wa kula. Sasa 10,000 sio chakula, huwezi kuila, lakini 10,000 inaweza kukuwezesha kula. Maanake 10,000 ni sarafu ya kukuwezesha kula. Kwa kama una njaa na una 10,000, unacho kiwezesho cha kukufanya ushibe. Sasa muda ni sarafu ya mafanikio. Unaweza ukawa huna mafanikio, lakini una muda. Ukijua namna ya matumizi ya muda wako, utapata mafanikio. Moja ya kitu tu afahamu, moja ya sababu ya kila aliyeajiriwa analipwa. Analipwa kwa sababu ya muda. Muda ni kitu kimoja wapo. Actually muda ndio kitu kikubwa. Analipwa kwa sababu ya muda anaoutumia pale kazini. Utaingia saa 2, utatoka saa 11. Kwa hiyo unalipwa kwa sababu ya yale masaa 8 au mangapi unayokuwepo hapo ofisini. Lakini pia unalipwa kwa sababu ya muda ulioutumia wakati unawekeza huo ujuzi ulionao. Kwa ulikaa miaka 4 chuo, unacholipwa ni matumizi yako ya muda chuoni. Unalipwa pale kazini. Bwana Yesu asifiwe sana. Inaeleweka vizuri watu wa Mungu. Kwa muda ni sarafu ambayo mtu anaweza akaitumia kununulia mafanikio. Kila aliyefanikiwa alitumia muda vizuri. Niambie mtu yote aliyefanikiwa, akikuelezea ratiba yake, kilichomfanya afanikiwe, utagundua kila anachokieleza kina muunganiko na matumizi mazuri ya muda. Kila aliyefanikiwa kwenye eneo lolote, eneo la huduma, eneo la biashara, kazi, utafuta mtumishi wa Mungu yoyote aliyefanikiwa sana Tanzania au popote, tafuta, alafu muulize ratiba yake ya siku, alafu muulize uone kama alikuwa na masaa 2 kila siku ya tamthilia. Alafu wewe jipime ratiba yako ya siku. Una mataa ya tamthilia, una mataa ya kuchezea game, una mataa ya kumalizia dakika zako zilizobaki kabla hazija expire.
Alafu kwa sasa ipo siku nitafanikiwa. Asema Bwana wa majeshi. Hauwezi kufanikiwa. Wanaofanikiwaga watumii muda hivyo. Uwe mkweli kwako wewe binafsi. Tusidanganyane. Haya mambo ya ipo siku, hiyo siku haipo. Haipogo siku ya kufanikiwa. Huwa haipo siku ya mafanikio. Kwamba tarehe 20 mwezi wa 10 mwaka 2025 ndio imeandikwa fulani atafanikiwa. Hamna hiyo siku. Haipo. Hiyo tarehe utaitengeneza wewe kwa matumizi ya muda wako leo. Amen. Kwa kila aliyefanikiwa muulize au fuatilia ratiba yake, utagundua mafanikio yake yana connection na ratiba na muda wake na matumizi yake ya muda. Lakini muulize kila aliyefeli, kuna namna fulani, kuna muunganiko na matumizi ya muda wake. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia unagundua wote tumepewa muda sawa sawa kama zawadi. Hakuna anayemzidi mwenzie muda. Mimi nina masaa mangapi kwa siku? 24. Kuna mtu alisema 10 na. Umeakatia wapi? Naona masaa mangapi kwa siku? 24. Wote tuna masaa sawa. Wote, hakuna aliyemzidi mwingine. Tumepewa muda sawa sawa. Tumepewa muda sawa sawa. Tajiri kuliko wote duniani ana masaa mangapi kwa siku? 24. Maskini kuliko wote duniani ana masaa mangapi kwa siku? 24. Mungu hana upendeleo. Wote tumepewa muda sawa. Hakuna aliyemzidi mwenzie. Na sote muda wetu hausimami. Unaenda sawa sawa. Sasa hivi ni saa 11 na dakika 25 kwangu. Kwako ni saa ngapi? Tangu asubuhi tumekata masaa 11. Tukisema kuanzia saa 12. Tumekata, mimi ya kwangu yameliwa 11. Ya kwako yameliwa mangapi? Kwa muda wetu wote hausimami. Wako ukienda na wangu umeenda. Muda wetu wote hausimami. Muda wetu wote na usimami bila kujali unautumiaje. Yaani ukiutumia kulala toka asubuhi, wewe utaenda. Au utasema ngoja aamke tuendelee. Wewe utaenda tu. Ukiutumia kuchezea game, unajenga nyumba ya matofali isiyoisha. Unajua zile game za kupanga. Kuna mtu mzima, yani mimi wanajiuliza, nasema hivi, labda mwenzetu ana masaa 60 kwa siku. Unashangaa wewe unakosa hata lisali moja la kufanya kitu kisicho na maana. Lakini kuna mtu anasema, ngoja nicheze draft hapa masaa 3. Unajiuliza, hivi huyu anapata wapi huo muda? Si angenigawia hapo kidogo. Kwa hiyo ukiutumia kuchezea game kwenye simu au simami au kusubiri. Ukiutumia kulala au kusubiri. Kutumia kusogoa au subiri. Wewe tu unaendelea. Ukiutumia kwenye maombi unaendelea. Vyovyote utakavyofanya, muda hautakusubiri, wenyewe utaendelea. Muda wetu wote hausimami. Bila kujali tunautumiaje. Na ukitaka kujua muda hausimami, katafute picha yako ya miaka 7 iliyopita. Uanze kujiangalia. Unaweza ukafikiri mdogo wake. Kumbe ndio wewe. Muda hausimami. Muda hausimami. Au unaweza ukajiangalia hivi kwenye kioo. Ukashangaa ndevu zimejaa mvi. Usije ukafikiri zikuaga hivi. Muda hausimami. Kwa ni kujitoa akili kufikiri kwamba muda unakusubiri. Muda haukusubiri. Au angalia watoto wako, yule ulikuwa unambadilisha nepi. Leo hii mnaargue kabisa. Ambia baba hapana, hapa inabidi iwe. Ambia mwanangu, wewe si nilikuwa nakuta nani sasa hivi. Ukiona hivyo, unajua muda usimame. Au jaribu kuangalia shikamoo unazopewa. Kuna wakati mtu anakuamkia shikamoo. Alafu unajiuliza, kwani amenionaje? Kuna mtumishi wa Mungu mmoja hapo amenisalimia nikasita kwanza kupokea. Nikamwangalia usoni, mbona na yeye kama ana vimvi kama nini? Akaniambia, wewe ni kaka yangu. Nikamwambia, sawa mtu wa Mungu, marahaba. Muda usimame. Muda usimame. Kwa hiyo ni vizuri ujue kwamba muda usimami na wewe usisimamishe mambo.
Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kuna mambo manne ambayo Mungu alinifundisha kuhusu muda. Mambo manne ambayo tutakuwa tunayaangalia kwenye hizi siku zote. Mambo manne ambayo tutakuwa tunayaangalia kuhusu muda. Jambo la kwanza nimeliita nini kimo ndani ya fumbo linaloitwa muda. Nini kimo ndani ya muda? Jambo la kwanza, nini kimo ndani ya muda? Jambo la pili ambalo tutaliangalia ni muda ambao umewekwa na maisha ili vitu vitokee. Muda ambao umewekwa na maisha ili vitu vitokee. Jambo la tatu, jambo la pili, muda ambao umewekwa na maisha ili vitu vitokee. Kiingereza tumeita time of life. Nikielezea utaelewa mbele. Muda ambao umewekwa na maisha ili vitu vitokee. Jambo la tatu ni kipimo cha muda au jaribio la muda. Kipimo cha muda au jaribio la muda. Kiingereza tumeita time test. Time test. Kipimo cha muda au jaribio la muda. Jambo la nne ni muda wa maisha ya mtu. Muda wa maisha ya mtu. Kiingereza tumeita lifetime. Muda wa maisha ya mtu. Haya mambo ya manne tutayachambua kwa ndani kutokea kwenye maandiko kuhusiana na muda. Amen. Na leo nitaanza sehemu ya kwanza tu ya nini kimo ndani ya muda. Nini kimo ndani ya fumbo linaloitwa muda. Na cha kwanza tutakiona kutokea kwenye maandiko mawili. La kwanza tulisoma na lingine nitalisoma pia. Nini kimo ndani ya muda? Mwanzo sura ya kwanza na mstari wa 14. Mwanzo sura ya kwanza na mstari wa 14. Biblia inasema Mungu akasema, na iwe mianga katika anga la mbingu, itenge kati ya mchana na usiku, na iwe dalili. Mwanzo 1:14. Na iwe dalili ya kuonyesha majira. Na iwe mianga kati ya mbingu, itenge kati ya mchana na usiku. Hivi vitu tayari vipo, lakini jua, mianga inatenga. Alafu anasema iwe dalili ya kuonyesha majira. Andiko linalotaja vitu hivyo unaliona pia kwenye Mwanzo sura ya 8 mstari wa 22. Mwanzo 8:22. Anasema muda nchi idumupo. Muda nchi idumupo. Sasa anaposema muda nchi idumupo, kuna maana mbili. Maana ya kwanza, wakati dunia inaendelea kuwepo. Wakati dunia inaendelea kuwepo, kabla ya mwisho haujafika wa dunia. Wakati dunia haijafikia mwisho, hivi ambavyo anaenda kuvitaja vitaendelea kuwepo. Lakini pia maana ya pili ni ya kibinafsi. Wakati wewe na mimi tunaishi duniani, wakati unaendelea kuishi duniani, hivi vilivyotajwa mbele vitaendelea kukutokea. Amen. Mwanzo 8:22. Anasema muda nchi idumupo, maana yake wakati tunaendelea kuishi duniani au wakati ambapo dunia inaendelea kuwepo, majira ya kupanda na mavuno, wakati wa baridi na wakati wa hari, wakati wa kaskazi na wakati wa kusi, mchana na usiku havitakoma. Sasa ukichukua ile andiko ukaconnect na lile nililosoma, unagundua kuna vitu vitatu vimetajwa. Sasa ni rahisi kuona hapa amezungumzia vitu vingi, lakini nikielezea utaelewa hapa ametaja vitu vitatu na vingine viko ndani ya hivyo vitatu. Na vitatu vyenyewe ni vipi? Unaona anavitaja. Kwa cha kwanza anasema majira, ambacho unakiona pia kwenye Mwanzo 1:14.
Alafu cha pili unakiona mchana, na cha tatu usiku. Na tunajua hivi vyote nimesema mwanzo sio matokeo ya jua na mwezi, viko kwa maana yake kuna kitu, muda wa kawaida ambao tunaishi, kuna kitu kikubwa ambacho tunatakiwa kukiona kupitia muda wa kawaida. Na hivi vitu ni hivi vitatu: majira, mchana na usiku. Kwa sababu anasema muda nchi idumupo, majira, alafu anaelezea majira ya kufanya nini. Kwa kinachoelezewa hapo ni majira ya kupanda, ya kuvuna, hayatakoma. Alafu anasema tena wakati wa. Kwa unaona majira, alafu matukio mawili, kupanda na kuvuna. Sawa? Alafu unaona wakati ambao uko chini ya majira, anataja vipindi vinne ambavyo najua tunavifahamu: baridi, hari, kaskazi na kusi, ambao unaona ni vile ambavyo tunavifahamu vya kawaida. Masika, kiangazi, kipupwe na vuli, ndio vimetajwa hapo. Amen. Alafu anasema kitu kingine cha pili baada ya majira ni mchana, na cha tatu ni usiku. Anasema hivi havitakoma kwenye maisha ya mtu. Kwa kwenye maisha yako ya kila siku, hivi vitatu havitakoma. Vipo kwenye maisha ya kila mtu ya kila siku, kwa maana ya maisha ya kimwili, lakini pia ni zaidi ya hapo. Kuna kitu kingine ambacho pia tutakiangalia. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kwenye session hii nataka nielezee kitu cha kwanza, kinaitwa majira. Kitu cha kwanza ambacho kinaletwa na muda kinaitwa majira. Kama muda ukiwepo nitaenda na cha pili, usipokuwepo kesho nitagusia cha pili na cha tatu. Amen. Majira. Wote tuseme majira. Sasa majira ni kitu gani kutokea kwenye hiki tunachojifunza? Sababu majira kimsingi ni muda, lakini ni muda wa aina gani? Majira ni vipindi virefu au vifupi ambavyo Mungu anampatia mtu ili huyo mtu afanye jambo fulani, ndio anaitwa majira. Ni muda fulani mrefu, kipindi fulani cha muda, kipande fulani cha muda ambacho Mungu anamletea mtu ili huyo mtu afanye jambo fulani ili aweze kufanikiwa. Majira ni vipindi virefu au vifupi ambavyo Mungu anampatia mtu ili huyo mtu afanye jambo. Maadamu tunaishi duniani, maadamu tunaendelea kuishi, Mungu atatupa vipindi fulani ambavyo vitakuwa vina madai ya jambo. Moja ya sifa kubwa ya majira yanakudai kuyagundua na kufanya jambo. Muda ambao Mungu anatupa kama majira unadai kitu cha kufanya. Naweza kusema kwamba majira yameungana na matukio maalum ambayo mtu anapaswa kuyafanya ili yasababishe matokeo. Majira yameungana na matukio. Kwa hiyo ukiona majira yamemjia mtu yule anatakiwa aitikie kwa kufanya tukio fulani, alafu ndipo aweze kufaidika na yale majira ambayo Mungu ameletea. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninajua hapa wengi ni tunafahamu kilimo. Kwa mfano mzuri sana ni mfano wa kilimo. Kwa mfano, labda kwa mwaka kuna misimu, kuna labda mkoa fulani, labda tuseme mkoa wa Iringa, si ndio? Iringa kuna kilimo kikuu Iringa viko zaidi ya kimoja, si ndio? Cha kwanza nini? Nyanya. Sawa? Mahindi, na kingine maharage na viazi, si ndio? Na hivi katika mwaka vyote vinalimwa, si ndio? Sasa majira ni kitu gani? Ni kipindi fulani ambacho kinakuja, tunapewa ili tuitikie kwa kufanya. Kwa mfano, kuna majira ambayo yakija unasema haya ni majira ya kupanda,
nyanya, si ndio? Tunaelewana vizuri? Ya kupanda nyanya. Maana yake ukiagundua, wewe unaitikia kwa kufanya nini? Kwa kupanda. Kwa ili uvune nyanya, lazima ujue, unajua ule ni muda, kimsingi ni muda, kwa sababu majira ni kipindi, ni muda. Na haya majira sio siku moja. Wewe ni siku moja tu kwamba usipopanda leo basi utapata nyanya. Ni kipindi fulani, kanaweza kuwa wiki kadhaa, miezi kadhaa, inategemea na aina ya hicho kitu ambacho kinalimwa. Kwa hiyo ndivyo ambavyo na maisha yapo. Ndivyo ambavyo na maisha. Kama vile ambavyo Mungu, kwa sababu majira ni kitu ambacho utengenezi wewe. Ni kitu ambacho Mungu anakileta. Yaani yale majira ya kustawisha nyanya Iringa hauwezi kutengeneza. Ndio maana yakija majira ya nyanya, kama huwa hayaingiliani na ya mahindi, wewe jaribu majira ya nyanya, panda mahindi. Hautavuna mahindi majira ya nyanya. Lakini majira ya mahindi, kwa hakika utavuna mahindi ukipanda mahindi. Kwa hiyo unagundua kuna upande ambao ni Mungu ana manage, anatuletea sisi. Sisi tunapaswa tu kugundua haya majira ya nyanya. Nikishagundua napanda nyanya, sitatumia nguvu nyingi. Na ndivyo maisha yamekuwa designed. Ndivyo mafanikio ya mtu yamekuwa designed. Ndio mafanikio ya mtu yalivyotengenezwa. Kuna majira ambayo Mungu anamletea mtu. Yule mtu akiagundua na kufanya kitu, kuna wepesi wa kufanikiwa. Lakini akiamisi yale majira, akalazimisha kufanya kitu kile nje ya majira, anapata shida. Ndio maana kuna wakati ilikuja majira fulani ukafanya kitu kawa chepesi, ukafikiri mara zote itakuwa hivi. Ukawa unafikiri tu kila nikifanya hiki nitafanikiwa, na usifanikiwe. Kwa sababu kila jambo linakuja na majira yake. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kama mtu ni mkulima, tukitolea huo mfano, na anategemea kilimo ili aishi, alafu akashindwa kujua majira ya kupanda, nini kitatokea? Atalala njaa siku moja, kwa sababu akishindwa kujua, kitakachomkwamisha ni kujua tu majira ya kupanda. Akashindwa kujua majira ya kupanda, kwa hiyo asipande wakati wa majira ya kupanda. Maana yake kwa hakika wakati wa mavuno hatakuwa na mavuno na atakosa chakula, atalala njaa. Kilichomlaza njaa ni nini? Muda. Ameshindwa kujua muda. Kwa sababu ni muda pale, ameshindwa kujua huu ni muda ambao natakiwa kufanya hivi. Na kuna watu leo wanaishi maisha magumu kwa sababu kuna siku wa kujua muda wa kufanya kitu sahihi. Wengi tu, wengi. Tena wengine mpaka anasema yani ningejua, yani kuna wakati ilikuwa kabisa nitakiwa nianzisha ile biashara, yani majira. Ningeanzisha, yani ningekuwa mbali sahihi. Na sio kwamba hakuwa na taarifa, alikuwa na taarifa, lakini hakujua inawezekana. Alikuwa anafikiri ni kitu tu cha siku zote. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndivyo maisha yalivyo. Ndivyo namna ambavyo Mungu ameyadesign maisha. Kwa maana yake ukilala njaa, kwa mfano wetu wa mkulima, ukilala njaa ni ishara ya wazi ulishindwa kutumia majira. Ulishindwa, kwa lugha rahisi, ulishindwa kutumia muda. Failure nyingi, matatizo mengi watu tunayokutana nayo huwa ni matokeo ya kushindwa kutumia muda wetu ambao ulitujia kama majira. Kuna wengine leo analia kwa sababu alishindwa kujua majira yake ya kusoma, wakati anatakiwa asome akafanya mchezo. Leo hii anasema tulikuwa na darasa moja, alikuwa msongo kweli, alikuwa anasoma. Na yeye alikuwa na nafasi ile akaichezea. Maana yake alikuja majira ya kusoma, majira ya maandalizi fulani, majira ya kupanda, saa ya kupanda akalala. Anataka vitu rahisi. Sasa na kwa mfano huo kwenye maeneo mengi ya maisha, ndio moja ya sababu watu wengi wanafeli kwenye maisha. Kwa sababu wengi wanataka matokeo, hawataki kupanda. Wanataka mavuno, hawataki kupanda saa ya kupanda. Na saa ya kupanda sio rahisi. Biblia inasema wapandao kwa machozi. Maanake saa ya majira ya kupanda wote tunajua ni ngumu, lakini itapelekea mavuno. Amen. Kwa hiyo kuna wakati
majira yako ya kufanya jambo fulani, ukichezea hayo majira yakipita, sio kosa la Mungu, ni kosa la kwako, ni kosa la kwangu. Yakipita huwezi laumu. Inawezekana kwa hii ya kawaida, ukivukwa na majira ya nyanya yatajirudia, kwa hakika yatajirudia, lakini yakijirudia yale yalishapita, yale yameondoka. Sasa hii ya kimaisha haujui atarudi lini. Kuna watu yaliwajia majira ya kutajirika. Hata utajiri pia una connection na muda, una connection na majira, una muunganiko na majira. Kuna watu yaliwajia majira ya kutajirika na kabisa, na dalili za nje zikaonyesha kuna flow ya hela ilikuwa inaendelea, akashindwa kujua, alafu baadaye majira yakaondoka, akabaki anajilaumu, yani ningejuaga mimi ningekuwa tajiri. Yani unajua kuna watu alishaletewa shamba hapo ambalo linaonekana la ajabu, akalitukana. Poli hilo nani anajua? Hajasikiliza hata moyoni. Kumbe ile ilikuwa ni majira ya utajiri miaka 10 ijayo. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Mungu analeta kwa kila mtu, Mungu analeta. Lakini mara nyingi tunashindwa kujua. Mimi naamini kwenye hii semina, kwenye hii kambi, tutatoka tumejua dalili zote zinazoonyesha majira ya kufanikiwa. Na tutakosa majira yetu tena katika jina la Yesu. Amen. Kwa hiyo kuna wakati Mungu anakuletea muda kama majira yako, na anakutaka ufanye jambo fulani. Majira ni nyakati ambazo mtu anatakiwa azitambue, alafu ajue nini cha kufanya. Yaani kitu kikubwa kwenye majira ni kutambua, kudiscern, kuwa na ule utambuzi wa ndani kwamba haya ni majira yangu, haya ni majira yangu. Alafu ajue nini cha kufanya, alafu awe tayari kufanya kile kitu. Sasa wakati anafanya, hata kuwa anasikia kitu ni kizuri sana, lakini ukijua ni majira, fanya, kwa sababu mwisho utasababisha matokeo, mavuno. Amen. Kwa mtu atakayefaidika kwenye majira ni yule ambaye atajua cha kufanya. Asipojua cha kufanya, majira yatapita, na majira sio kitu cha kudumu, sio kitu cha kudumu. Sasa yanaweza yakawa ni miezi kadhaa, miaka kadhaa, siku kadhaa, lakini kwa hakika ni muda wenye limit, wenye mipaka. Ni muda wenye mipaka. Sasa ili nianze kuelezea vitu ambavyo ni rahisi kuviconnect na maisha ya kila siku, nataka nielezee viashiria 5 au 6 ambavyo vinakuambia ya kwamba haya ni majira yako. Viashiria ambavyo vinaonyesha ni majira. Kwa sababu kama umeelewa, nimeonyesha muda huu wa mwilini ni ishara inayotuonyesha vitu fulani vya kiroho. Sawa? Na kitu kimojawapo cha kiroho ambacho tunaweza kukitumia huku duniani ni kitu kinaitwa majira ya mtu. Na mfano ule wa kupanda na kuvuna ni mfano wa mwilini, lakini pia ni kitu kipo rohoni. Kuna majira ya mtu ya kufanikiwa, kuna majira ya mtu ya kutoka hatua moja kwenda nyingine, na haya majira yanakujaga na ishara. Sasa mimi na wewe ni watu wa rohoni, tunaishi kwenye mwili. Kwa hiyo yakija majira ambayo Mungu ni roho ameyaleta, huwa anayaambatanisha na viashiria rohoni. Kwa roho yako huwa inakwambia haya ni majira yako, haya ni majira yako, haya ni majira yako. Kwa kuna ishara huwa zinatoka rohoni, zinaanza kumwambia mtu haya ni majira yako. Mimi kwa mfano, wakati nataka kutoka kazini kuingia kwenye kumtumikia Mungu full time, kuna ishara nyingi sana zilikuwa zinapop up. Haya ni majira, haya ni majira, haya ni majira, haya ni majira. Lakini nje hofu za maisha na nini, lakini ndani zinakuja zinakwambia. Sasa ukicheza na ile ikapita, ndio unashangaa mtu anaishi nje ya kusudi lake, nje ya majira yake, nje ya kile ambacho Mungu alimpangia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa viashiria ambavyo vinaonyesha kwamba haya ni majira yako ya kufanya jambo. Kiashiria cha kwanza ni msukumo mkubwa wa ndani yako wa kukutaka ufanye jambo. Msukumo mkubwa wa ndani kukutaka ufanye jambo
ambao unaambatana na utayari wa kulipa gharama. Msukumo mkubwa wa ndani wa kukutaka ufanye jambo ambao unaambatana na utayari wa kulipa gharama. Kwa ndani yako ghafla unasikia kusukumwa kufanya kitu fulani. Sasa leo nikawa tu jambo lote unasukumwa sana kuanza biashara fulani. Yaani kunasumbuka, ni kama zamani ulikuwa tu ni kawaida, lakini ghafla kunatokea msukumo mkubwa wa ndani ambao unakutaka fanya kitu fulani, fanya kitu fulani, fanya kitu. Yaani hii ni ishara ambayo sio kwamba unahisi, unasikia ndani pana kusukuma kufanya jambo. Ukiona ndani yako pana kusukuma kwa kiwango kikubwa kufanya jambo, ujue roho yako imegundua hayo ni majira ambayo ukifanya hilo jambo kuna mazingira Mungu ameshayaandaa kwa ajili ya kufanikisha. Kwa hiyo inaweza ikawa ni kufanya biashara, inaweza ikawa ni kufanya kitu fulani, inaweza ikawa hata ni msukumo mkubwa sana wa kuomba. Msukumo mkubwa, omba, funga sana. Ongeza kwa mfano mtu ambaye anaandaliwa kuingia kwenye utumishi. Moja ya kitu kila mtumishi wa Mungu ata experience ni msukumo mkubwa sana wa ndani kwenda zaidi ya kawaida kwenye maisha ya mifungo, maisha ya maombi, kujitenga na kukaa peke yake na Mungu. Kila mtumishi wa Mungu lazima amekutana na hicho kitu. Maana yake ni kitu ujumbe unamwambia haya ni majira yako. Haya ni majira yako. Kwa hiyo anza kufanya kitu fulani, anza kupanda ili upate mavuno baadaye. Lakini pia inafanya kazi na kwingine. Unasikia msukumo mkubwa usio wa kawaida wa kujiendeleza kielimu. Mkubwa usio wa kawaida. Labda unafanya kazi, umeajiriwa. Unasikia msukumo mkubwa usio wa kawaida kujiendeleza kielimu. Kwamba nenda kasome, tafuta kozi hata miezi 6, ongeza ujuzi, ongeza kitu fulani. Na unasikia kabisa ni kweli inakugharimu, lakini unasikia uko tayari hata kulipa ile gharama. Usipuuze, yale ni majira. Maana yake kuna kitu Mungu amekiona mbele. Alafu ameleta taarifa. Sasa wengi anapuuza, baadaye ile kitu, kwa sababu majira sio kitu kinadumu, baadaye inaisha. Pap, ikiisha baada ya muda anashangaa zimetokea nafasi za promotion kazini. Wanasema tutakao promote ni watu walioongeza elimu fulani. Alafu naanza yaani na mimi nilikuwa kabisa nasikia ndani ningesoma hii elimu. Majira yamepita. Majira yamepita. Na hivi vitu vinatokea kwenye maisha yetu kabisa. Unasikia msukumo mkubwa, anzisha biashara mahali fulani. Anzisha. Unapuuza inaondoka, kwa sababu kama ni jambo la Mungu linatakiwa lifanyike, Mungu atalidondosha na kwa mwingine. Baada ya muda unashangaa biashara ile, eneo lile, pale anafanya mtu. Hiyo. Maana yake alikuwa ni na imefanikiwa, unasema ilikuwa kabisa ni mimi kabisa ningefanikiwa. Maana yake alikuwa ni majira yako, lakini unayapoteza. Msukumo mkubwa wa ndani. Amen. Jambo la pili ni amani moyoni. Amani sio ya kawaida moyoni kufanya jambo. Sasa hizi ishara nazisema hapa mwanzo, mbele nitaziweka kwa namna ambayo ni ya mtazamo mwingine ambayo itarahisisha zaidi. Amani moyoni. Unasikia amani sio ya kawaida kufanya jambo. Usisubiri sauti nyingine. Hizi ndio sauti. Unajua kwa wakati mwingine tunamtafuta Mungu mbali wakati yuko karibu. Unaitafutia sauti ya Mungu mbali wakati kila siku inapiga kelele. Unasikia msukumo kabisa wa kufanya kitu. Ndio Mungu anazungumza. Amani sio ya kawaida ndani ni ishara ya pili. Amen? Ishara ya pili. Ishara ya tatu ya majira ni pale ambapo ndani yako panakupa kujua nini cha kufanya. Ndani yako panakupa kujua nini cha kufanya. Unaweza usielezee umejuaje, lakini unajua kwamba natakiwa kufanya kitu fulani. Unaweza usieleze umejuaje, lakini tu unajua kwamba muda huu natakiwa nifanye hiki. Kwani umejuaje? Naona tu ndani yangu pamenipa kujua. Yaani ndani nimejua tu kwamba ninatakiwa nifanye jambo fulani. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa mfano ni wangapi hapa wameoa? Watu wengi kabisa. Wangapi
walioa kati ya umri wa miaka kati ya 20 mpaka 29 hapa. Shusha. Wangapi walioa kati ya 30 hadi 39? 40 kuendelea? Bwana asifiwe sana. Ni umri gani, ni wakati gani ambao ndio sahihi wa kijana wa kiume kuoa? Bwana Yesu asifiwe sana. Unaona kuna wengine anasema 20 hadi 29 hapo. Lakini na uhakika, okay, wangapi wanasema ni kati ya 20 hadi 29? Wangapi wanasema angalau kuanzia 30 kuendelea hapo? Wapo, usiseme hapana. Ni wewe ndio unawaza hivyo. Bwana asifiwe sana. Sasa jibu ni rahisi. Sio umri, ni majira. Wakati sahihi wa kuoa sio umri. Ni nini? Kwa sababu aliyeoa 20 hadi 29 atakwambia hii ndio yenyewe. Alioa 30 na kuendelea atakwambia hii ndio yenyewe. Na alioa 40 kuendelea anaweza kukwambia hii ndio yenyewe. Sasa wanaochelewa sana, kuna kitu huwa wana miss kuhusiana na majira. Nitakieleza. Muulize aliyechelewa kuoa. Atakwambia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kimsingi kinachopaswa kumfanya kijana wa kiume aseme sasa natakiwa kuingia kwenye ndoa sio umri kwanza. Majira. Kuna namna ndani yake panampa kujua kwamba huu ndio wakati wangu wa kuoa. Sasa hivi natakiwa kuoa. Sidhani kama ni umri. Sio umri. Ingekuwa umri ingekuwa iko constant. Huyu miaka 27. Na hata sidhani kama sio hata kuwa na vitu. Kuna mwingine ana kila kitu na jifu huyu kwa nini haoi? Ndani yake inawezekana ndani yake au inawezekana anapishana na majira. Kwa kuna ile hali ya kujua kwamba sasa ninatakiwa kufanya nini? Umejuaje? Unaweza ukuta kijana mwaka huu unamwambia unaoa lini? Sina mpango kabisa. Alafu mwakani unaoa lini? Anasema yani sitamani hata mwaka huu uishe, yani Mungu akinisaidia. Na siongelei wale ambao wameharibu. Unajua kuna wale ambao tayari kaishaharibu, anajaribu kufunika. Wapo aina hiyo. Yaani haraka nyingi, sio kwa sababu ya majira, kwa sababu kuna kitu anakifunika. Siongelei hao. Naongelea yule mtu ambaye anaishi maisha yake vizuri, anampenda Mungu, anaendelea kuishi vizuri kabisa. Nini kitamsukuma? Ni hali ya ndani ya kujua kwamba sasa ninatakiwa kufanya jambo fulani. Kwa hiyo ni ishara nyingine. Na hii inafanya kazi hata kwa mabinti. Inafanya kazi kabisa. Majira ya kuoa yakifika, lazima muoaji atakuwa na taarifa rohoni. Na majira ya kuolewa yakifika, lazima muolewaji atakuwa na taarifa rohoni. Shida tu inakuja unafanya nini na hizo taarifa? Unaanza kuwatafuta au unafanya nini? Hapo ndio tatizo linakuja. Ambao nitajibu mbele. Kimsingi majira sio muda wa kufanya kitu kwa ukamilifu wake. Majira ni muda wa maandalizi. Ni muda wa maandalizi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni ishara ya na hii ishara unaiona kwa Yesu. Kwenye Yohana 13 mstari wa 1 anasema Yesu huku akijua moyoni mwake ya kwamba saa yake imefika. Sasa haielezi hata alijuaje, lakini moyoni alijua. Unajua Yesu, nimefuatilia kwenye maandiko, alikuwa anatafuta kuuawa tangu anaanza huduma mpaka mwisho. Na ametafuta kuuawa zaidi ya mara 20. Kuna attempt zaidi ya 20 za kujaribu kumuua Yesu. Ila zingine zote alikuwa anazikwepa. Nini kilikuwa kinamfanya akwepe kuuawa na wakati anajua kabisa amekuja kufa? Kwa sababu alikuwa anajua majira hayajafika. Majira yalipofika, yeye mwenyewe anasema nikamateni, niueni. Kwa nini? Majira. Sasa moja ya kitu kilimfanya ajue, ukisoma maandiko unagundua Biblia inasema tu hali akijua moyoni wake, moyo wake ulimpa kujua
hii ni saa yangu, hii ni saa yangu. Kwa kuna taarifa ilikuja rohoni kwamba sasa wanikamate. Sio nje ya wakati wangu, ni ndani ya wakati wangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaona hali akijua moyoni mwake, anaitisha wanafunzi wake, anaanza kueleza habari za kifo chake. Hii inanifanya niamini ya kwamba sio mpango wa Mungu kufa bila taarifa. Mimi sikubaliani na hiyo kitu. Tutabishana mpaka kesho kimaandiko. Na nitakuonyesha na maandiko mengine baadaye. Kwa sababu Yesu alijua, Yesu ni mfano wa kila Mkristo. Moja ya sababu kwa nini Yesu alikuja duniani, moja ya sababu, na kuja na kwenda moja kwa moja msalabani. Kwa sababu unajua ingewezekana akaja akaenda msalabani bila kuishi kabisa. Kwa nini? Moja ya sababu aliishi ili sisi tuone namna ambavyo maisha yanatakiwa kuwa. Kwa maana yake chochote ambacho akikumpata Yesu, lazima na mimi nikinganganie kisinipate mimi. Kama Yesu akufa bila kuaga, sifi bila taarifa. Kwa sababu Yesu alituonyesha mfano wa maisha ambayo Adamu alishindwa kutuonyesha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa wakati umekaribia wa kufa, unaona Yesu anapata taarifa kwa majira. Anawaambia, anasema kwa mfano kwenye Mathayo 26:18. Mathayo 26:18. Anasema nendeni mjini kwa mtu fulani, mkamwambie mwalimu asema hivi, majira yangu yako karibu. Kwa ndani yake amepata taarifa ya majira yake. Hapa anasema kwako nitafanya Pasaka pamoja na wanafunzi. Ishara nyingine inaonyesha majira ni shauku ya ndani ya kulifanya jambo inayoambatana na utoshelevu. Shauku ya kulifanya jambo ambayo inaambatana na utoshelevu wa ndani usio wa kawaida. Ukiona una shauku kubwa ya kufanya jambo na unapolifanya unasikia utoshelevu hata kama halina matokeo kwa wakati huo, hilo ni jambo la majira, usiliache. Unapanda, kuna wakati utavuna. Ni jambo la majira. Kuna majira mengine ya mafanikio yamefungwa kwenye kufanya vitu na havionekani kama vinakuletea mafanikio, lakini miaka 2 ijayo, miaka 3 ijayo utapata mavuno ya utendaji wako. Kuna watumishi wa Mungu wanaweza wakanielewa. Kuna miongozo Mungu anaileta kama shauku ya kufanya jambo kanisani au mahali fulani. Mnalifanya kwa bidii, mchungaji labda analifanya kwa bidii kwa mwezi, miezi 2, alafu baadaye ule mwongozo unatulia na ile jambo linatulia. Alafu baada ya miaka 2 anapata shuhuda. Unakumbuka kile kipindi tulifanyaga 1, 2, 3. Nini kikatokea? Kule kipindi kile kuna jambo lilinitokea na leo ni haya matokeo. Anapata matokeo ya kitu ambacho alikifanya kama mwitikio wa shauku ya ndani. Amen. Kwa hiyo unapopata shauku ya kulifanya jambo ambayo inaambatana na utoshelevu, usilipoteze hiyo shauku, kwa sababu hiyo ni ishara nyingine ya majira. Amen. Lakini namba nyingine ni kupitia sauti ya Roho Mtakatifu. Ishara nyingine ni kupitia sauti ya Roho Mtakatifu. 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 Ukiona unapata maelekezo ya Roho Mtakatifu, fanya kitu fulani, maana yake hiyo ni ishara ya kwamba hayo ni majira ya kufanya jambo hilo. Amen. Sasa kuna wengine hivi inaweza kuja ni kwa msimu fulani, funga sana. Kwa msimu fulani, omba kwenda zaidi ya kawaida. Kwa msimu fulani, wekeza kwenye eneo fulani. Ukisikia hayo maelekezo, usiyapuuze, kwa sababu ni majira ambayo utakuwa unapanda. Na kila anayepanda kwa usahihi, kuna wakati, kuna siku atavuna. Amen. Nataka tusogee mbele kidogo, nielezee vitu kutokea kwenye lile andiko la Mwanzo 8:22. Mwanzo 8:22. Anasema muda nchi idumupo, majira ya kupanda na mavuno. Unaona amesema majira, afu ametaja matukio mawili, kupanda, afu majira kuvuna. Sawa? Alafu anaanza kuelezea vitu vingine, wakati wa baridi, wakati wa hari, kaskazi na kusi, mchana na usiku havitakoma. Kwenye majira umeona ametaja matukio, alafu ametaja kitu kinaitwa
wakati. Wakati. Kwa kuna kitu nataka tukione hapo ambacho kitakusaidia kuelewa vizuri hii dhana ya majira kwenye muda. Na kwenye huo wakati umeona anataja vile vipindi vinne: wakati wa baridi, wakati wa hari, wakati wa kaskazi, wakati wa kusi. Na wote tunafahamu usalama wa mtu huwa una muunganiko na wakati. Wakati wa baridi kali una aina yake ya maisha, na wakati wa joto una aina yake ya maisha. Ukijaribu kuishi maisha ya joto kwenye baridi, unaweza ufe, unakufa. Yaani wewe unajifanya maisha yako ya Dar es Salaam unayapeleka wapi? Iringa kule kwenye baridi kali. Unakata moto, unakufa kabisa, kwa sababu wakati unaendana na aina fulani ya maisha. Kwa hiyo na ndivyo yalivyo maisha. Kila mafanikio yana connect na majira, lakini pia ndani ya majira kuna kitu kinaitwa wakati. Majira ni kitu kipana, wakati ni kitu kidogo ndani ya majira. Kwa hiyo unaweza ukajua majira, ila ukikosea wakati pia usipate matokeo ya majira. Kwa mfano, kipindi cha kilimo, kuna majira ya kupanda mahindi, si ndio? Lakini kuna wakati kabisa. Kwa majira yakianza ya kupanda mahindi, cha kwanza huwa nini? Maandalizi ya shamba na nini. Alafu kuna wakati kabisa wa kupanda. Ndio maana unasikiaga kuna mtu anasema, yani huyu alipanda ule wakati wenyewe kabisa, ndio maana umeona amepata mavuno haya. Lakini mwingine unasikia anasema, yani huyu alichelewa tu kidogo. Si ndio wao mnasema? Alichelewa tu kidogo. Alichelewa nini? Wakati. Sio majira, wakati. Alafu huyu yani huyu ndio kabisa kakosea kabisa. Kafanya jambo kabla zaidi ya wakati. Mwingine anasema, yani huyu aliwahi mno, angesubiri kidogo tu. Kwa gundua kwenye majira kuna kitu kinaitwa timing. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hiyo unaiona kwenye maandiko. Kwenye maandiko. Mhubiri sura ya 3 mstari wa 1 na kuendelea. Mhubiri 3:1. Anasema kwa kila jambo kuna majira. Majira yake. Na wakati kwa kila mimi haya maandiko nikwaga naona tu yote yameongelea kitu kimoja. Mpaka baadaye macho yangu yalipofunguka ndio nikagundua kuna mambo mengi sana yameongelewa hapa. Na Biblia haiwezi kuwa iliandikwa na mtu aise. Kwa sababu kuna vitu ukija kuvigundua unasema hakuna mtu mwenye akili. Hayupo mtu mwenye akili kuandika vitu vya aina hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema kwa kila jambo, unaona kitu, anasema jambo, tukio, jambo lolote. Kuoa, kuolewa, kufanikiwa. Hayo yote ni mambo. Kupiga hatua ya maisha, kutoka kimaisha, huduma. Hayo yote ni mambo. Anasema kila jambo lina connection na nini? Majira kwanza. Majira ni kipindi kirefu. Anasema kwa kila jambo kuna majira, kipindi kirefu. Alafu na wakati kwa kusudi. Kwa unaona kuna jambo, kuna majira, alafu kuna wakati sasa. Kwa hiyo tukiendelea kwa mfano wetu, kama ni majira ya kupanda mahindi, majira ya mahindi, jambo linahusiana na mahindi, kuvuna mahindi. Kuna majira ya mahindi. Sawa? Na wakati kwa kila kusudi. Kwa ndani ya yale majira kuna makusudi mbalimbali. Kuna wakati wa kuandaa shamba, wakati wa kupanda, wakati wa kupalilia, wakati wa kufanya hivi, wakati wa kufanya. Kwa ndani ya majira kuna wakati kwa Amina. Kwa hiyo kujua majira haitoshi kama hutajua wakati. Unaweza ukapatia majira ukakosea wakati, hautapata matokeo. Sasa ukitaka kuelewa ninachokwambia, twende mstari wa 2. Anaanza kuelezea wakati, aongelee tena majira. Ameshamaliza jambo kubwa, majira, wakati. Anaanza kuelezea vilivyoko ndani. Anasema wakati wa kuzaliwa.
kila jambo kuna majira. Kwa jambo letu hapa ni nini? Kwenye wakati wa kuzaliwa, tukichukua tu wakati wa kuzaliwa, jambo letu ni nini? Uzazi. Uzazi una majira yake. Alafu wakati wa kuzaliwa. Kwa kuna majira ya uzazi na wakati wa kuzaa. Tunaelewana watu wa Mungu? Kuna majira ya uzazi na wakati wa kuzaa. Majira ya uzazi ni miezi mingapi? 9. Wakati wa kuzaa siku moja. Basa, kuna wengine wanakaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Twende kwa mfano rahisi. Kwa mfano, kwa sababu kuzaliwa ni tukio, uzazi ni majira, yanahitaji miezi 9. Kuzaliwa ni tukio la siku moja. Mama amebeba mimba leo, ni mjamzito. Baada ya mwezi mmoja akazaa. Inaitwaje hiyo? Inaitwa nini? Mimba imeharibika. Lakini unaangalia tukio ni lile lile. Tukio ni lile lile la kuzaa. Kwa nini hii unaita mimba iliyoharibika? Wakati maana yake ni jambo limefanyika ndani ya majira yale yale ya miezi 9, lakini nje ya wakati. Inaitwa abortion. Inaitwa kuharibika. Inaitwa bahati mbaya. Hakuna mtu anaweza akasimama amebeba mimba miezi 3 akazaa. Yaani namshukuru Mungu sana. Kuna mtu aina hiyo? Tukio ni lile lile, lakini kinachofanya lisiwe baraka ni nini? Wakati. Wakati. Bwana Yesu asifiwe sana. Huku mbele ameeleza hivi. Ameeleza mbele, amesema wakati wa kulia na wakati wa kucheka. Kulia ni jambo zuri. Kucheka ni jambo zuri. Kwa kucheka ni jambo zuri. Kulia mbaya. Saa ya msiba, mtu akaanza kucheka amefanya jambo zuri. Kucheka ni jambo zuri. Au saa ya msiba mtu analia, amefanya jambo zuri. Kulia ni jambo baya. Haya yote yanategemea nini? Wakati. Ukilia saa ya msiba, hujafanya jambo baya. Ukicheka saa ya msiba, umefanya jambo baya. Na ndio sawa kabisa. Ukizaa baada ya miezi 3 baada ya kubeba mimba, sio baraka. Ikiwa miezi 9 unakuja unashuhudia, kitendo ni kile kile, kinachotofautisha ni timing, wakati. Sasa na hii ndio namna ambavyo watu wanakosea maisha. Mtu anaweza akawa kabisa amesikia ishara ya wito, kabisa ni Mungu alimuita, akakosea timing, akaondoka kabla ya wakati. Anaondoka amegombana na mchungaji, amegombana na kanisa, anasema anaitikia nini? Huyo anataka kuzaa kabla ya miezi 9. Sio kwamba hajabeba mimba, ni mimba kabisa, ila ilikuwa inasubiri, inatakiwa kuendelea kukua mpaka miezi 9 ifike. Kwa unagundua mtihani wa pili baada ya kujua majira ni mtihani wa kujua wakati. Ni mtihani wa kujua wakati. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana watu wengi wamekosana. Unakuta mtu adui wake wa kwanza ni aliyemlea kiroho. Yaani baba yake ambaye alimlea na kumfikisha alipomfikisha, ambaye hawezi kuelezea mafanikio yake ya kiroho bila kumtaja. Leo hii ndio asemeshani naye kwa sababu ameenda kuanza huduma. Anafikiri baba yake anamchukia. Kumbe majira, amekosea timing, amekosea wakati. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Biblia inasema wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa. Kabla sijaendelea hapo, twende kwenye, anasema wakati wa kupanda na wakati wa kung'oa. Kwa mfano, ukipanda karanga. Karanga zinakomaa kwa muda gani? Miezi 3 Alafu ukaenda baada ya wiki 3 kameanza kuchomoza hivi ukang'oa.
Umefanya jambo zuri baya. Baada ya miezi mitatu unafanyaje karama? Unang'oa. Nini kinafanya miezi mitatu liwe jambo zuri? Wakati. Ndio maana Biblia inasema wakati wa kupanda na wakati wa kung'oa yaliyopandwa. Wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa. Kwa kuzaliwa, uzazi ni majira, kuzaliwa ni tukio. Sasa kutokea hapa ndio kuna kitu kingine nilikiona kikaniambia kwamba haupasi kufa bila taarifa. Amina. Kwa sababu tumekubaliana hauwezi kuzaa bila taarifa. Yaani unaweza ukatoka hapa uko hivi kesho nimepata mtoto. Hilo jambo linawezekana? Haliwezekani chini ya jua. Kwamba unatoka hapa hivi sasa hivi afu kesho jana ukuwa na mimba, leo na mtoto mimi. Kama hiyo haiwezekani, na ya pili haiwezekani. Ili uzazi utokee lazima kuwe na taarifa kwamba sasa ni mjamzito. Ni hesabu mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwezi wa 9. Na najua kabisa kipindi hiki sasa natakiwa kufanya nini. Unaweza usijue siku yenyewe kabisa, lakini lazima utajua wiki hizi 2 kabla, wiki 2 baada, lazima nitapakata. Sasa Biblia inasema hivi, wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa. Kwa kila jambo kuna majira yake. Na wakati kwa kila kusudi. Wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa. Maana yake tukirudi upande wa kifo. Kifo kinaanza na majira. Yanakuwepo majira ya mtu kuondoka duniani. Alafu kuna tukio linaitwa kufa. Kwa kama kuzaliwa, huwezi kuzaliwa ghafla bila majira ya uzazi. Kufa, upasi kufa ghafla bila majira ya kufa. Unajua neno la Mungu linakupa unachoamini. Usema mtumishi. Neno la Mungu liko very fair. Liko fair kabisa. Anakuambia chagua. Anasema kabisa kwamba nimeweka mbele yako uzima na mauti. Chagua. Chagua uzima upate kuona. Ukichagua mauti, mimi nimeona, nimemiliki. Neno la Mungu linakupa ulichokiona na ulichokiamini. Kwa hiyo mimi unayeniona hapa, haya ninayoyaamini nitayaishi. Na wewe ukiamua kuyaamini utayaishi. Kweli unayojua ndio kweli na kuweka huru. Badala kwa unafungwa na hofu za mauti, nitakufa tu muda wote. Achana na hizo hofu. Jua neno la Mungu linasema nini, shikilia neno la Mungu, achana na matukio. Mbona na yule? Neno sio na yule. Amen. Kwa unaona kuna wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa. Kwa ndani ya majira kuna kitu kinaitwa wakati. Na hicho nataka nielezee. Kwa sababu unagundua kuna vipindi viwili ndani ya majira. Kuna ishara 2 ndani ya majira. Ishara ya kwanza inayokuambia majira yameanza, na ishara ya pili inayokuambia wakati wa kutenda. Ishara ya kwanza inakwambia majira na ishara ya pili inakwambia wakati. Biblia inasema kuna watu walikuwa wanaitwa wana wa Isakari, wenye akili, wenye hekima ya kujua nyakati na yawapasayo kuyatenda. Kwa hiyo majira yanakupasa ujue nyakati. Yanakupasa ujue nyakati hizo ulizoingia au majira ulioingia, na ujue nini cha kutenda, alafu utende. Sasa kutokea kwenye huo mtazamo, nataka turudi tena kwenye vile viashiria. Kwenye vile viashiria 5 6 nilivyovitaja. 5. Kutokea kwenye vile viashiria unagundua kuna viashiria vya majira na kuna viashiria vya wakati. Sasa watu wengi wanafanya mambo kutokea kwenye kiashiria cha majira, anafanya jambo ambalo linatakiwa kuwa kwenye wakati. Huyu mtu anakosea. Kwa hiyo lazima ujue kiashiria cha majira kinakutaka nini na kiashiria cha wakati kinakutaka nini. Kiashiria cha majira kinakutaka maandalizi. Kwa ukiona haya ni majira,
mwitikio wako ni kujiandaa. Ni kama kijana wa kiume, ukigundua ni majira yako ya kuoa, kesho unaenda kuchukua mke, unafanya nini? Unajiandaa. Sasa wewe unakaa kwa baba na mama, unakalia makochi ya baba na mama, alafu nasikia msukumo wa kuoa. Upeleke wapi? Tulia na huo msukumo, anza kujiandaa. Anza kujiandaa. Sio unapeleka, unachukua tu unaenda. Jiandae. Kwa majira yanakwambia nini? Jiandae. Wakati unajiandaa, unasubiri nini? Kiashiria kingine cha wakati. Naeleweka vizuri hapo? Hata utumishi ni hivyo. Ukisikia kuna viashiria ndani vinakwambia jiandae, 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 jiandae. Sasa watu wengi akisikia kiashiria cha jiandae, anakupuka nina wito mimi, nina wito. Tena anaweza na kuhubiri, anaweza na kuandika somo. Nina wito, nina wito. Hataki kufuata utaratibu, anambia tulia, tufuate utaratibu moja mbili. Sema yani nasikia panachemka sana. Hivi unajua majira yanaweza yakakuponza. Hiki ninachokuambia na mimi kimenitokea. Kuna wakati panachemka, unaona kama yani ukiambiwa subiri unasema huyu atakuwa, huyu ana roho ya shetani. Huyo aliyekulea unasema huyu ana roho ya shetani. Huyu anampinga Mungu huyu. Lakini majira yanakwambia ufanye nini? Ujiandae. Kwa hiyo nitataja viashiria kwenye vile nilivyovitaja, nitakutajia ambavyo vinakwambia haya ni maandalizi. Yaani ukipata hiyo wewe anza maandalizi. Usiwe na papara, anza tu maandalizi. Alafu wakati unasubiri vile viashiria vingine ambavyo vinakwambia sasa chukua hatua kubwa. Amen. Ishara ya kwanza ya maandalizi ambayo ni ya majira kimsingi ni ile ya kwanza tuliyoitaja, msukumo mkubwa wa ndani yako kutaka kufanya jambo ambao unaambatana na utayari usio wa kawaida. Kwa mfano, unasikia ndani yako, labda wewe ni mwajiriwa. Wewe ni mwajiriwa na ndani yako unatamani ufanye biashara, na ile biashara unatamani iwe biashara yako ya kudumu, utoke kwenye ajira. Ni nini kitakuletea? Taarifa gani utapata moyoni? Utapata msukumo mkubwa sana wa kuanza hiyo biashara. Na ule msukumo utakuwa kwambia ndio biashara yangu ambayo nitafungua na kuacha mambo ya ajira. Sasa wengi wanachofanya, anaweza akaanza alafu akaacha na kazi. Alafu baadaye anajuta, anasema mbona kama sipati matokeo na nilisikia kabisa Mungu anasema. Ile ya kwanza ni ya maandalizi. Kuna watu wako kwenye ajira na anasikia wito wa kumtumikia Mungu. Ule wito unakuwa mkubwa, msukumo unakuwa mkubwa, yeye anakimbia kuresign. Anaacha kazi, anaenda kumtumikia Mungu. Akiwa kule anaanza kujuta kwa sababu mambo hayaendi. Nini kimetokea? Ni kweli ilikuwa ni mimba, ila ameizaa miezi 3. Analia kwa ule uzazi. Kwa nini? Akusubiri muda. Kwa akaitikia majira, anamwambia jiandae, tunza hii mimba. Usio na luka ovyo. Badilisha na aina ya vyakula na nini hivyo. Yeye akaenda kuzaa. Naongea mfano wa maisha ili uelewe makosa wanayofanyaga watu. Anasikia tu kidogo tayari kaisha, naacha kazi mimi naenda kujitegemea mwenyewe, nitaanzisha biashara. Mipango mingi kichwani, akienda anajuta, sema najuta kale ka kazi kangu. Kuna watu wanajuta hadi kuacha kazi kumtumikia Mungu. Anasema labda itakuwa ni shetani. Hakuwa hata shetani, alikuwa ni Mungu kabisa. Lakini ule ujumbe haukuwa acha kazi. Ule ujumbe ulikuwa jiandae. Alafu mtu akachukulia kuacha kazi wakati wa kujiandaa. Kwa hiyo uwe na uhakika yale majira ya kujiandaa ambayo unatakiwa uwe kazini, kutakuwa hakuna ugavi wa kiungu nje. Kwa sababu Mungu alikuwa anategemea endelee kukutunzia na ule mshahara mpaka miezi 6, mwaka, miaka 2 mbele. We miezi 2 tu umesikia kama msukumo umeenda kuanza. Mwaka na miezi 8 utakula joto. Kweli kabisa. Alafu utashangaa ukivumilia inaisha, mambo yanaanza kunyooka. Lakini haikuwa kusudi la Mungu.
Kusudi la Mungu ilikuwa hiki unachokifanya kiendelee kusukuma kwa huo miezi. Maana yake wakati huo tumia muda mwingi kujiandaa, wakati unasubiri kiashiria cha kutoka. Amen. Kwa hiyo msukumo mkubwa wa ndani wote unakwambia jiandae. Kwa kama ni swala la biashara, tafuta eneo, anza kufuatilia kuhusiana hiyo biashara, jiandae wakati unasubiri msukumo ambao utakwambia sasa toka, sasa fanya kitu fulani. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hiyo inafanya kazi kwa mtu anayetaka kutoka kazi sehemu moja kwenda nyingine, anayetaka kuacha ajira ili aingie kumtumikia Mungu, anayetaka kuacha ajira ili aingie kufanya kazi zake binafsi. Lakini namba 2 ni pale ambapo ndani yako panakupa kujua nini cha kufanya. Ni maandalizi. Kwa ishara nyingine hii ni ya majira sasa. Pale ambapo ndani yako panakupa kujua nini cha kufanya. Kwa mfano kijana wa kiume, ghafla unasikia ndani yako natakiwa kuoa. Yani natakiwa kuoa. Usikimbie kutafuta wa kuoa. Anza kujiandaa. Jiandae kimaisha. Uwe na mahali pako. Uwe unaweza kumudu milo yako mitatu. Wewe mwenyewe unavusha. Yaani ukila asubuhi unapiga pasi ndefu mpaka jioni. Mwingine asubuhi hadi jioni anashindia tu vikalanga na nini. Ili jioni ale mlo. Sio kwa sababu nyingine, kwa sababu ya nini? Ana uwezo wa kujilisha milo mitatu yeye. Alafu anataka aoe, amweke mtoto wa watu ndani ya nyumba ambaye alikuwa kwao amezoea milo mitatu. Wewe mwenyewe unakuta huna hata godoro, unalalia mkeka. Alafu unasema ninasikia msukumo wa kuoa, nasikia wito. Unaoa, wewe una hata pakula godoro. Unamtoa mtoto wa watu alikuwa analalia nchi 10. Alafu unasema tutaishi kwa imani, tutaanza kwa... Wewe umeshindwa kuapply imani ikusaidie kununua godoro. Alafu unamdanganya mwenzio tutaishi kwa imani. Anza kwanza kuishi hiyo imani. Alafu hiyo imani sasa ndio tuione imefanya kazi kwako wewe. Kwa huo msukumo usiukimbilie kutafuta mke. Huo msukumo maana yake jiandae. Uwe na uhakika angalau milo yako mitatu na mahali pa kulala. Unaoa mtu una uhakika wa mlo. Alafu ukimwoa tu baada ya wiki 2 ni mjamzito. Na ujauzito na mambo yake. Kama chakula kikuu ni ugali ndio utaukataa. Unaweza ukaanza hivi, huyu ameingiwa pepo nini? Anakataje ugali? Hela yenyewe sina. Sio pepo. Jiandae. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ukiona ni majira, maana yake fanya nini? Jiandae, anza maandalizi ya kiufahamu. Hivi unajua kuna watu wanaoa hana hata ufahamu wa ndoa. Hana ufahamu. Yeye ndo anajua tutashikana mikono, tutapiga picha wote. Hana hata ufahamu.